sangala kubakene basangale mwene dala sangala kubakene basangale namada mwene dala sangala kubakene basangale mwene dala sangala kubakene basangale mwiwa mareva sangala kubakene basangale mwene dala sangala kubakene basangale huduma mudala sangasia kubakene basangale mwene dala sangala kubakene basangale marajio sangasia na mada. Basi penzi mtazamaji, na kukaribisha tena katika makala yetu ya siku ya leo, siku ya Alhamisi tarehe 12 Machi mwaka 2026, siku ya Mungu ambayo Mungu ametujalia kwamba tuone siku nyingine. Ametujalia na neema na rehema tele kwamba leo tuko hai, na bila shaka sifa, utukufu na shukrani zinamrejea yeye. Kwa hivyo siku ya leo nataka pia tupitie katika makala yetu, makala ya Taifa Leo, makala ambayo yanakuja kwa lugha ya Kiswahili, ambayo tutachambua kidogo tu kiasi kwa ajili pia ya majukumu mengine ambayo yanatungoja kule nje. Basi makala ya Taifa Leo, katika leo habari kuu ambayo imekolezwa ni kwamba Oburu amesaliti Raila Sifuna. Basi ni makala ambayo yanawasilishwa na kwamba Oburu amesaliti Raila na Sifuna. Katika makala haya kuna picha ya kinara wa ODM Oburu Odinga, na kuna katibu mkuu Jagor Maduong mar ODM Edwin Sifuna. Basi pia makala mengine, nguvu za magavana kuajiri kupunguzwa, kwamba magavana huenda wakazuiwa kuteua idadi isiyo na kipimo ya maafisa wakuu ikiwa marekebisho mapya ya sheria yaliyowasilishwa kwa kamati ya seneti yatapitishwa. Enzi mpya safari rally ikianza Vasha. Basi kuna makala ambayo yatakuwa yanaanza kule Naivasha, makala ya safari rally, makala ambayo yanapendwa na wengi, na bila shaka ninajua kwamba wale wapenzi wa mashindano haya watazuru maeneo ya Vasha kule Naivasha kushuhudia duru ya 3 ya mbio za magari duniani kung'oa nanga, ambaye yanang'oa nanga leo hii. Makala haya yameangaziwa kwa mapana na marefu katika ukurasa wa 20 kwenye gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo katika ukurasa wa pili, umemsaliti Raila, ni kauli ambayo inaelekezwa moja kwa moja kwa kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa Gen Z Oburu Odinga. Basi Oburu asaka upatanishi kuokoa mkutano wa wajumbe, kwamba kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga ameanzisha harakati za upatanishi huku akipambana na jitihada za kuzima mkutano mkuu wa wajumbe wa kitaifa unaopangwa kufanyika Machi 27. Katika ukurasa wa 3, Bi Taifa Roselyn Atieno ndiye mwenye bahati leo. Bi Atieno ni mkazi wa Nakuru. Ni kinyume na matarajio kwamba Atieno pia anapatikana Nakuru, ila ni kwa sababu ya kibali cha katiba mpya kwamba Mkenya yeyote ana kibali kukaa mahali popote. Nashukuru sana, ninaona Elvis Ondijo Junior ananifuatilia bashara akiwa maeneo ya Nairobi, na pia kuna mwingine anaitwa Jeuri Jaluo. Kazi safi sana shupavu wangu, na pia ninafurahia kwa maoni yako, endelea kutufuatilia na wengine. Mmiliki mpya wa Nation Media Group ahidi kutunza hadhi, kwamba mwekezaji maarufu Azizi amenunua 54% ya hisa za Nation Media Group kutoka kwa shirika la Akifed. Kwa hivyo mfanye biashara Rostam Azizi ameahidi kudumisha viwango vya uandishi wa habari na utamaduni wa uhariri uliosaidia kujenga imani ya umma kwa mojawapo ya kampuni kubwa za vyombo vya habari barani Afrika kwa zaidi ya miaka 66. Bila shaka haya ni masuala ambayo yanatufurahisha sisi ambao ni wanahabari ambao tunakuletea uhondo wa kila siku. Ni swala la kutufurahisha. Basi katika ukurasa kuna habari za kimataifa ambazo zimeangaziwa, ila zitajikita kwenye habari hizo
ila tuangazie kwamba nguvu za magavana kuajiri kupunguzwa. Kwa hivyo kuna mabadiliko ambayo yanatarajiwa. Kuna sheria kubadilishwa ili kuwezesha magavana kuajiri maafisa wakuu wasiozidi 20 na wasiopungua 14. Kwa hivyo katika picha hii ameangaziwa gavana wa Garissa Nadhif Jama Adam akiwa mbele ya kamati ya Seneti uwiano wa kitaifa, nafasi sawa na utangamano wa kimaeneo katika jengo la Bunge Towers Nairobi hapo zamani ama hapo awali. Basi pia kuna changamoto ya mochari, wakazi wa visiwa vya Ziwa Victoria wanapofiwa. Basi katika maeneo mengi ya ukanda wa Ziwa Victoria, mazishi huwa hafla kubwa zinazogharimu familia fedha nyingi mno. Si uongo kwamba unapata hafla za mazishi katika maeneo haya ukanda wa Ziwa Victoria kwamba inagharimu hadi milioni 5, ila kwa sababu ya kutoa heshima za mwisho za mwenda zake kwamba ameenda na tumbo hatakuwa anasumbua tena. Kwa hivyo ni makala ambayo imeangaziwa kwamba changamoto ya mochari, wakazi wa visiwa vya Ziwa Victoria wanapofiwa. Basi habari za pwani ni kwamba vita vya nyima wauzaji nyama nje ya nje faida. Kwa hivyo wale ambao wanauza nyama katika maeneo ya nje kule pia wamenyimwa ile fursa ya kuuza nyama zao kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea. Katika tahariri basi kwamba kamera za trafiki wazo zuri, lakini kuwe na wazi kwamba kamera za trafiki ambazo zinaangazia barabara zetu na namna ambavyo usafiri ama uchukuzi unafanyika ni wazo, lakini pia lifanyike katika nafasi ya uwazi. Pia kuna mhariri ambaye ni Bwana Paul Nabiswa, ni mhariri wa shirika la NTV. Anasema ni jukumu letu sote kudhibiti mafuriko maeneo tunakoishi, kwamba ni jukumu la kila mmoja. Isiwe kwamba tunalaumu serikali, tunalaumu kaunti, tunalaumu gavana. Tusinyosheane vidole wakati kuna maafa, bali tutafute suluhisho la haraka kuokoa maisha, kisha tunyosheane vidole baadaye. Mjadala wa leo, wabunge wanaoegemea Linda Mwananchi sasa wanadai Daktari Oburu Oginga amemsaliti marehemu kakake Raila Odinga kwa kukataa kukatiza uhusiano na Rais William Ruto. Wanadai ODM inastahili kujiondoa serikalini baada ya mwafaka wa UDA na ODM kukosa kutekelezwa kikamilifu ndani ya mwaka mmoja. Nini maoni yako kuhusu msimamo wa bunge hawa? Kwamba unahisi vipi? Je, kuna usaliti ama yale ni maoni tu ya wale wapinzani katika chama cha ODM? Haya basi, katika dondoza hapa na pale kwenye ukurasa wa 9 tunaangaziwa kwamba Jombi asusia kazi baada ya kutemwa na kidosho mrembo. Kwamba Jombi mmoja hapa aliwaacha watu vinywa wazi aliposusia kazi kwa sababu ya kutemwa na mpenzi wake. Jamaa huyu ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye kilabu kwa miaka mingi alikuwa amechumbiana na demu kwa muda mrefu kabla ya mwanadada kumtema, akidai ana wapenzi wa pembeni. Haya ni masuala tu yanatokea katika maisha yetu, kwamba maisha haya ni bembea ya maisha, ni shule ya maisha, ni ukurasa wa maisha, na yote yanafanyika si kwamba kwa burudani, bali ni hali halisi ambayo inafanyika. Katika ukurasa wa 13, wale wapenzi wa Kiswahili, wapenzi wa lugha tukufu, kwa mwanafunzi, mwalimu, mwandishi, basi makala yameangaziwa hapa ambayo ya kuendeleza ama kukuza lugha ya Kiswahili. Mwalimu ambaye ni gwiji wa wiki, Bwana Danica Karanja, mwalimu bora, ana kauli kwamba mwalimu bora anastahili kuwa na ufahamu unaozidi wa wanafunzi wake na ajitolee kutambua uwezo wa kila mmoja wao masomoni. Mwalimu Danica Karanja anafunza katika shule ya upili ya Kenyatta Mahiga ambayo iko katika maeneo ya Odhaya kule Nyeri, ambaye anaangazia masuala kuhusu mwalimu anastahili kuwa namna gani. Katika ukurasa wa 14, uchambuzi wa fasihi, mwandishi ambaye ni Bi Joyce Nekesa, bila shaka ni mwalimu wa shule ya wavulana ya Kapsabet Boys, ambaye anaangazia anwani Nguu za Jadi ilivyo mwafaka katika riwaya Nguu za Jadi. Ameangazia masuala hayo. Haya, pia kuna mtiririko wa hadithi na maudhui sehemu ya 4, onyesho la 3.
Na bila shaka sehemu ya 4 ni sehemu ya mwisho katika tamthilia Bembea ya Maisha ambayo inafanyika kijijini. Kwa hivyo onyesho la 3 linafanyika kijijini kule nyumbani kwa Yona, ambaye wahusika pale ni Yona na Neema, na kisha tunapata Sara akiingilia pale wakati Bembea ya Maisha inakamilika, lile onyesho ama ule mchezo. Basi ameangazia huyu mhusika ambaye ni bwana Simon Ngige ambaye ni mwalimu wa shule pevu ya Alliance. Ameangazia swala la mandhari, ameangazia maudhui, maradhi, mabadiliko, ndoa, bidii, wajibikaji, mapenzi na malezi. Hayo ndio masuala ambayo ameangazia katika gazeti letu la Taifa Leo. Na pia katika vile katika kipengele hiki cha uchambuzi wa fasihi kuna swala ambalo Bi Grace Ogoye ambaye ni naibu wa mwalimu mkuu katika shule ya wasichana ya Kisumu, ambaye ameonyesha mfano wa dondoo katika hadithi Harubu ya Maisha. Bila shaka anasema juma hili naomba tuangazie mfano wa kujibu swali la dondoo katika diwani ya Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine. Ametoa maagizo. Kwa hivyo kuna dondoo ambalo linasema unalala nini sasa? Alianza. Kisha mhusika mwingine anasema kwani pana jingine la kufanya ila kulala? Nilimjibu kwa hasira. Eleza muktadha wa dondoo hili. Basi ameonyesha namna ya kujibu swali hilo, na pia masuala mengine yanayojitokeza ni kwamba jadili sifa na umuhimu wa msemaji wa kwanza, tambua mbinu ya mtindo iliyotumika katika dondoo, eleza dhima ya mbinu hii katika maandishi. Hayo ni masuala ambayo Bi Grace Ogoye ameangazia. Vile kuna swala ambayo limeangaziwa ujelezi na mambo muhimu katika uandishi wa insha ya wasifu, na bila shaka ameeleza muundo na hadi hitimisho, na pia ametueleza vile ametupa zoezi hapo. Hii ni kwa faida ya mwanafunzi na mpenzi wa Kiswahili. Katika ukurasa wa 16 kuna hawa waandishi walezi wa somo la Kiswahili na ni wapenzi vile kwamba wanauliza kuna Wala bin Wala ambaye ni ustadhi guru, kuna huyu bwana Bitugi Matundura ambaye ni mhadhiri ambaye ni mwandishi na mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Chuka hapa nchini Kenya, na bila shaka pia kuna Profesa Iribe Mwangi ambaye ni mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi na pia ni mkurugenzi wa Almas Language Consultants. Anasema kongamano la Kiswahili la Chakita kuanza leo katika chuo kikuu cha teknolojia cha Murang'a. Wapenzi wa Kiswahili, tafadhali barabara zetu zote azielekee katika maeneo ya Meru kule katika chuo kikuu cha Murang'a ambapo kuna kongamano la Kiswahili. Pia mwandishi ameangazia chama cha wanahabari shule ya upili ya Kabete Vet Lab ambapo kuna watanashati na pia wanapitia swala la kusoma hili gazeti la Taifa Leo. Kuna habari za kimichezo mbalimbali na tofauti, ila usiku wa kuamkia leo timu za Uingereza ziliona vumbi tu, ila tu ni timu moja ilijaribu ikatoka na alama moja ambaye bado iko katika kinyang'anyiro ja kujishindia ligi kuu ya Uingereza na pia katika ligi ya mabingwa katika bara la kule Ulaya. Bila shaka nimefika tamati. Iwapo una swali ama una maoni, unaweza nitumia ujumbe hapo. Nitashukuru sana kutangamana pamoja nami katika muda huu. Ila nina kaka mlezi, mjomba, mwana sarufi, mfia lugha, na bila shaka na jambo la kusema tu, atawasabahi tu na pia tutaendelea na makala. Karibu mjomba, una jambo lipi? Sina jambo kaka. Unavyomuona Shukuru tu Maulana kwa siku njema ambayo ametupa. Na pia ukimwona amechoka na amekinai ni kwa sababu ya majukumu mbalimbali. Kazi nyingi. Ukiangalia kwenye meza yake imejaa madaftari. Na pia ni mlezi ambaye anajituma. Naweza kuonyesha tu hapa picha yake moja tu uone namna ambavyo anajituma kwa ajili ya kutetea kazi hii. Sio hiyo. Kuna picha yake hapa moja ambaye ukiangazia bila shaka hiyo ni
kazi ya huyu mlezi mjomba anajituma kwa ajili ya kufanikisha majukumu ambayo amepewa na serikali, kuhakikisha kwamba kazi inafanyika namna ambavyo inatakana. Basi Otieno Brian Moses, nashukuru kwa maoni yako. Anasema kwamba anazidi kunifuatilia. Ninashukuru kwa maoni yako. Azidi kunifuatilia kwa mengi, maana tutajumuika pamoja wakati mwingine. Kuwa na siku njema. Wakati mwingine Mola akujalie, anijalie pia nami. Bado nataka kumalizia. Leo